Pia pili, mrengo wa upinzani umeendelea kuzuru eneo la Gusii ambapo wamejumuika na wakazi mjini Nyamira pamoja na Kitutu Chache. Viongozi hao wamemshutumu waziri wa usalama wa ndani Onesmus Kipchumba Murkomen pamoja na katibu wa usalama wa ndani Raymond Omolo kwa kuwashinikiza maafisa wa polisi kuwalinda wahuni wanaovuruga mikutano ya wapinzani. Kando na hayo, wametaka mchakato wa wazi kutumika kumchagua atakayechukua nafasi ya mkurugenzi wa tume ya IEBC baada ya Hussein Marjan Hussein kujiuzulu. Isaac Musyoka anashuka na taarifa ifuatayo. Siku ya pili ya mrengo wa upinzani kujumuika na jamii ya Gusii, viongozi hao walitoa mjini Nyamira na eneo la Kitutu Chache wakijumuika na maelfu ya wakazi kueneza ajenda ya kumwondoa Rais Ruto madarakani katika uchaguzi ujao. Wakikubaliana William Ruto ashindane na Kalonzo Musyoka, mtachagua nani? Mtachagua nani? Wakikubaliana William Ruto ashindane na Rigiji, mtachagua nani? Sasa msikubali akuja hapa wachanganye na pesa ya nyota. Lakini jana nimeona Kizi wameamua ni one term. Kegoge na wauliza hapa, ninyi ni one? Hapa ni one term. Hata alete nyota. Hata alete jua. Wakiwataka wakazi wa jamii ya Gusii kutokubali Rais William Ruto kuandaa, kwani hana nia njema kwao baada ya kuwaondoa viongozi wa jamii hii ikiwemo Ezekiel Mashogu kutoka kuwa mawaziri na kupuzilia walichosema rais alimpendekeza Silvanus Osoro kuwa mtetezi wao. Ya airport akasema tufunge Suneka ijengwe Sironga. Kufika pale amepindua airport, ilikuwa ikuje Kisii, amepeleka kwake nyumbani Kilgoris. Sasa wa Kisii hamuna airport. Siku William Ruto amefukuza Machogu katika baraza la mawaziri, nikamuuliza William Ruto, hii jamii ya Gusii ni jamii kubwa, umeiwacha na nani? Kwa sababu ukitoa Machogu, mambo yao kwa serikali itaangaliwa na nani? Akaniambia wewe usijali, niko na kiongozi. Akaniambia mimi Rigiji ambaye ninaheshimu my cousins ya Gusii, ate ameangalia kabisa, ameona ati kiongozi wa jamii ya Gusii ate ni Silvanus Osoro. Hata hivyo, waliwatahadharisha waoni waliosema wanatumiwa na serikali kuvuruga mikutano ya wanaoipinga serikali, wakisema waziri na katibu mkuu wa usalama wamekuwa wakiwalazimisha maafisa wa polisi kuwalinda wahuni hawa. CS Kipchumba Murkomen and PS Raymond Omolo is putting them under intense pressure to work with goons, to defend goons, and to allow goons to disrupt our meetings. Yesterday, the police here in Gusii land were under a lot of pressure from Murkomen and Omolo to allow goons to disrupt our meetings, and the police are resisting. In Nakuru, the police are under a lot of pressure from CS Murkomen to work with goons to disrupt our meetings on Friday and Saturday, and the police are saying no. Hata hivyo, wametaka kuwepo kwa mchakato wa wazi kwa kumchagua mkurugenzi mpya wa tume ya uchaguzi baada ya Hussein Marjan kujiuzulu kutoka wadhifa ule. That there must be proper advertisement for the next CEO of IEBC so that we will all, Kenyans will know if justice have been served in the appointment, in the recruitment appointment of the next CEO, which should be immediate because elections are next year. So it is not that Sonkuli is going to sit there. We have a lot of information of what Sonkuli did. Isaac Musyoka, Undugu TV.